Harakati za Bongo. Dhamira yetu sisi kama Young Africans ni kuona tunashinda kombe la FA msimu huu na kushinda kombe la ligi pia kama ambavyo tumekuwa tukisema toka mwanzo wa msimu. Kwa hiyo niseme wazi kwamba sisi tunaanza matayarisho sasa kuhakikisha kwamba tunashinda huo mchezo. Bahati nzuri au njema ni kwamba tunacheza kwenye uwanja wa Taifa Dar es Salaam mbele ya mashabiki wetu ambao kwa namna moja ama nyingine kwa vyovyote vile watakuwa tayari kuhakikisha kwamba timu yao inapata ushindi na kusonga kwenye hatua nyingine. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaomba wanayanga na kuwataarifu wapenda mpira popote pale walipo kwamba mchezo wetu ujao wa Azam Sport Federation Cup tutacheza na Biashara ya Musoma kwenye uwanja wa Taifa. Kwa hiyo kila mmoja awe tayari kuhakikisha kwamba anakuja kwa ajili ya kuisupport timu iweze kupata matokeo na sisi kusonga kwenye hatua nyingine, kwa sababu msimu huu tumedhamiria kushinda ligi kuu ya Tanzania na kushinda kombe la FA. Kwa hiyo tuko tayari kwa mapambano na tunaamini kwamba tunakwenda kupata matokeo siku ya mchezo. Kikosi chetu tunakiamini. Umeona timu ilivyokwenda kwenye kombe la Mapinduzi na timu nyingine ilibakia Dar es Salaam, kwa maana kwamba tumesajili wachezaji zaidi ya 30, kwa maana tuna nafasi kubwa ya kikosi chetu kuwa na mapumziko na wengine kucheza pale ambapo inakuwa inahitajika. Tunaamini kwamba tuna timu nzuri, tutapata matokeo kwa sababu timu inaandaliwa na wachezaji sasa wamepata muda mzuri wa kupumzika, kujitayarisha na michezo ambayo inakuja kwa maana ya ligi na kombe hili hapa la FA. Kwa tuko tayari kupambana. Tuna imani kubwa kwamba tutakwenda kupata matokeo kwa sababu dhamira yetu ni kuona tunashinda mataji mawili msimu huu. Mabingwa wa daraja la kwanza, watu wote tunafahamu kuhusiana na timu yetu ya wanawake. Imekuwa inafanya vizuri na Jumapili nakwenda kucheza mchezo dhidi ya Simba kwenye uwanja wa Karume saa 10 jioni. Nimezungumza na mwalimu jana jioni. Amenihakikishia kwamba ameiandaa timu vizuri kwenda kupata matokeo kwa sababu inapocheza Yanga Princess ni sawa na inapocheza Yanga Sports Club. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuomba wanayanga pia waende kuisupport timu kwa sababu Young Africans ni sports club. Tunayo michezo mingi ambayo tunashiriki. Kama hii tuna timu ya wanawake, kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunakwenda kuisupport timu tuweze kupata ushindi dhidi ya Simba Queens kwenye uwanja wa Karume. Tunafahamu ni mchezo wa Simba na Yanga pia, sio kama ulivyo. Ni mchezo wa Simba na Yanga pia, ndio maana tuko hapa tunazungumza na pia tuko hapa kuwasihi wapenzi wa mpira na wanachama Young Africans kwa pamoja kwamba Yanga Princess inapocheza ni sawa na inapocheza Young Africans Sports Club. Kwa hiyo popote pale inapokuwa ni lazima kuhakikisha kwamba tunakwenda kuisupport ili iweze kuleta ile furaha ambayo siku zote iko Jangwani. Sisi tunakwenda kucheza na timu ambayo unajua Young Africans ndio timu ya wananchi. Kwa hiyo nchi hii ni ya kwetu. Kwa hiyo lazima tuende uwanjani kwa ajili ya kusupport kile ambacho ni cha kwetu. Wengine ni wahamiaji tu. Kwa hiyo mwisho wa siku tujue kwamba inapocheza Yanga ndio inacheza nchi. Kwa hiyo lazima tuende tukaisupport. Tafsiri ya lugha nadhani ni vitu viwili tofauti. Kamusoko ameshukuru wana Yanga na wapenzi wa mpira nchini kwa namna ambavyo wamemsupport katika kipindi chote ambacho amecheza mpira Tanzania. Hakuna sentence hata moja ambayo amesema yeye anaondoka Young Africans. Bado ana mkataba na Yanga, bado ni mchezaji wa Young Africans. Kwa hiyo ni maneno ya shukrani ambayo mtu yote anaweza kusema. Hata wewe unaweza kumwambia baba, nashukuru umenilea mpaka hapa nimefika, mimi ni mkubwa sasa najitegemea. Kwa hiyo ni kawaida kwenye maisha. Shukrani ni kitu ambacho kipo kwa mtu yote yule. Lakini tumezoea mtu akishukuru ndo anaondoka. Banda alishukuru hivyo hivyo akaondoka Simba. Umesema umezoea. Wakati mwingine maisha yanabadilika. Kwa hiyo usimpe mtu kile ambacho wewe unakifikiri. Nenda kwenye kile ambacho yeye amekisema. Kwa nini anashukuru sasa hivi na asishukuru kote? Hakuna muda maalum wa shukrani. Wakati wote unaweza kuwashukuru watu. Wewe huwezi kusubiri mpaka ufariki ndio ushukuru watu. Hapana, unawashukuru ukiwa hai. Pengine huwezi jua atafanyiwa nini baadaye kwa shukrani ambayo yeye ameonyesha. Kwa sababu mimi nikwambie kitu kimoja. Katika maisha si watu tu wanapaswa kushukuru wewe, na wewe pia unapaswa kuwashukuru watu. Kamusoko ndicho kitu alichokifanya. Na nadhani hili sio jambo ambalo linatokea leo kwa mara ya kwanza. Ni kitu ambacho watu wengi wamefanya, watu wengi mashuhuri wamefanya hivyo. Niwahi kuona kwa Wayne Rooney, aliwahi kufanya hivyo kwa mashabiki wa United, akafanya hivyo kwa mashabiki wa Everton. Lakini mwisho wa siku hii ni football. Sijui kama unanielewa nikisema hivyo. Huwezi kusema tofauti na kile ambacho yeye amekiandika. Ni lazima tubakie kwenye yale maneno kwamba yeye amewashukuru watu wote wa mpira na si watu wa Young Africans. Waandishi wa habari pia kwa namna ambavyo mmemsupport. Kamusoko bado ana mkataba na Yanga. Ukisema tutarajia ataendelea, maana yake ni kwamba wewe umeshasitisha mkataba wake. Kwa hiyo sio sawa sawa. Kamusoko bado ni mchezaji wa Young Africans. Harakati za Bongo.